upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 28 mwaka C wa kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika Dominika hii inatukumbusha kurudi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa nyakati mbalimbali na kwa namna nyingi katika maisha yetu ametubariki katika mambo mengi. Tumesali mara nyingi kwa ajili ya mahitaji yetu mbalimbali ya kiroho na ya kimwili, na kwa ajili ya mahitaji ya wengine walioomba tuwaombe. Kuna nyakati hata tumeweka ahadi kwa Mungu kwamba Mungu, ukinijibu katika hili nitakutumikia kwa moyo wangu wote. Mungu wangu, ukiniponya katika hili sitakusahau kamwe. Mungu wangu, ukiniinua katika hili sitawasahau wengine. Mungu wangu, ukiniwezesha katika hili sitaacha kukushukuru. Huwa kila mmoja wetu anasema hivi au amewahi kusema hivi kwa nyakati mbalimbali katika historia ya maisha yake. Lakini Mungu anapotujibu, anapotubariki, anapotuponya, anapotuinua, mwanadamu ana hulka ya kusahau. Tunasahau kurudi na kumshukuru Mungu aliyetutendea hayo yote bila mastahili yetu. Swali analotuuliza Kristo katika Dominika hii ni kwamba hawakutakaswa wale 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Kumbe Dominika ya leo inatukumbusha kurudi, kumwambia Mungu asante. Mungu wangu ninakushukuru. Inatukumbusha pia kutuchukulia baraka hizi za Mungu kama haki yetu, bali ni ukarimu tu wa Mungu anayetupa bila hata mastahili yetu. Rudi kwa imani na unyenyekevu mkubwa, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu wangu ninakushukuru. Tumombe Mungu msamaha mara zote tulizosahau kumshukuru inavyostahili, kwa baraka nyingi anazotujalia kila siku ya maisha yetu. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya 14 hadi 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Naye nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa.
machoni pa mataifa. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Ameidhihirisha haki yake. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana, nchi yote inueni sauti, imbeni kwa furaha. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 aya 8 hadi 13. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote, kwa ajili ya wateule, ili wao nao wapate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka, sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, ee Bwana. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo.
Somo la kwanza ni kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya 14 hadi 17. Somo hili linaeleza muujiza wa uponyaji wa Naamani chini ya nabii Elisha. Naamani tunaambiwa alikuwa ni jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu na hivyo hakuwa Mwisraeli. Naamani alipatwa na ugonjwa mbaya sana wa ukoma. Aliposikia habari juu ya Mungu wa Israeli, anaamua kufunga safari hadi kwa nabii Elisha. Nabii Elisha anamuamuru akaoge mara 7 katika mto Yordani, naye akapona. Baada ya uponyaji huu, Naamani alirudi kumshukuru Mungu. Anakiri kwamba Mungu wa Israeli ana wema na nguvu za kipekee kuliko miungu ya nchi yake. Kwa hiyo alitaka kumshukuru Mungu kwa kumjengea madhabahu kwa kutumia udongo wa nchi ya Israeli. Imani yake imemponya na anaona hitaji la kurudi kumwambia Mungu asante. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 98 aya ya 1 hadi ya 4. Katika Zaburi hii ya 98, mzaburi anatualika kumshukuru Mungu kwa uaminifu kwa matendo yake makuu ya ajabu katika maisha yetu. Anakiri nguvu na uweza wa Mungu anayedhihirisha matendo yake makuu kwetu katika nyakati mbalimbali za maisha yetu. Anakiri wokovu, matendo hayo makuu yanatoka kwa Mungu pekee, si kwa nguvu na uwezo wetu wa kibinadamu. Hivyo anatualika kumshukuru Mungu daima. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Katika somo la Injili takatifu tumesikia muujiza wa kuponywa kwa wakoma 10. 9 kati ya hao walikuwa ni Wayahudi na mmoja alikuwa ni Msamaria, mtu wa mataifa. Tukumbuke kuwa ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya, ugonjwa wa kuogofya, ugonjwa wa fedheha na aibu, ambapo wale wote ambao waliupata walihesabika kuwa najisi na hivyo walipaswa kutengwa kabisa na jamii ili wasiwaambukize wengine. Tukirejea katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 6. Yesu alipowasikia hawa wakoma wakiita, aliwahurumia na akawaambia wakajionyeshe kwa makuhani, na walipokuwa wanakwenda wakatakasika wote 10. Kati ya wakoma wale 10 walioponywa ni mmoja tu, yule Msamaria aliyekumbuka kurudi na kumwambia Mungu asante. Simulizi hili linafanana na lile tulilosikia katika somo la kwanza kwamba anayerudi kutoa shukrani kwa Mungu baada ya kuponywa ukoma wake kati ya wale 10 sio Myahudi bali ni Msamaria, ni mtu wa mataifa. Wale Wayahudi walifikiri ni haki yao, walifikiri walistahili kwa kuwa wao ni taifa teule, hawakuona haja na hitaji la kurudi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa, katika masomo haya mawili, somo la kwanza na katika somo la Injili, tuna mafundisho 5 ya kujifunza. Fundisho la kwanza, kutambua kuwa mimi ni mkoma. Kutambua kuwa wewe ni mkoma. Naamani licha ya kuwa alikuwa mtu mkubwa mwenye heshima na mamlaka, alipungukiwa kitu kikubwa. Alitambua kuwa alikuwa ni mkoma na hivyo alihitaji uponyaji. Ujemedari wake haukufaa kitu, nguvu zake hazikufaa kitu, mamlaka yake haikufaa kitu chochote. Anakuwa mpole, anatambua udhaifu ulio ndani mwake. Hali kadhalika na wale wakoma 10 walitambua kuwa walikuwa ni wakoma na walihitaji rehema kutoka kwa Yesu. Ndiyo maana walipomwona Yesu walipaza sauti zao kumwomba awaponye. Wanasahau tofauti zao zote, wanaelekeza nguvu zao kumuita Kristo ili awaponye, awatoe katika fedheha hile. Tukumbuke kwamba wakoma hao walikuwa ni mchanganyiko kati ya Wayahudi pamoja na wale watu wa mataifa, lakini udhaifu huu ukawafanya wasahau tofauti zao na wote wakajikuta wanahitaji moja la kumwomba Kristo awaponye. Ndugu mpendwa, hatua ya kwanza ya kupokea uponyaji kutoka kwa Mungu ni kutambua kuwa mimi ni dhaifu. Ni kutambua mimi ni mkoma. Ni kutambua kuwa nimepungukiwa kitu ndani mwangu. Naamani alitambua fedheha iliyokuwa inakwenda kumpata kutokana na ugonjwa ule mbaya wa ukoma. Alijitahidi kuficha na kutafuta suluhisho kwa mali na uwezo aliokuwa nao, lakini hakufanikiwa kupona. Anatambua
Licha ya kwamba alikuwa na vyote, bado alihitaji mkono wa Mungu wa uponyaji. Ndugu mpendwa, tunaweza kuwaza ukoma kwa maana ya ugonjwa, lakini kila mmoja wetu ana kitu kikubwa anakosa. Ana madhaifu yake mbalimbali ambayo kimsingi yanamrudisha nyuma katika kupiga hatua fulani katika maendeleo yetu ya kimwili na ya kiroho. Yaweza kuwa ukoma wa kutokuwajibika. Mara kadhaa ninashindwa kuwajibika vema vile inavyopaswa katika nafasi yangu, katika familia, katika jamii na katika kanisa. Huenda nimeshindwa kutimiza malengo mbalimbali niliyojiwekea kwa sababu ya udhaifu wangu wa kutokuwajibika na kujituma vile inipasavyo. Huu ni ukoma wangu. Huenda unanimaliza taratibu katika kufikia pale ambapo Mungu alitaka nifike, katika kuifikisha familia yangu pale Mungu alitaka niifikishe, katika kulifikisha taifa letu pale Mungu alitaka tulifikishe. Pengine ninasali na kumwomba Mungu atende kitu, lakini mimi siwajibiki vile ninavyopaswa kushirikiana na Mungu ili atende muujiza huu mkubwa katika maisha yangu. Ninapotambua udhaifu huu na kufanyia kazi, ni hatua ya kwanza ya kuendea uponyaji wa kweli. Pengine ni ukoma wa kukata tamaa na kuwakatisha tamaa wengine. Katika maisha yangu nimekuwa mtu wa kukata tamaa, pengine kupoteza kabisa matumaini kwamba kesho yangu yaweza kuwa njema. Nashindwa kupiga hatua kwa kuwa sioni tumaini la kesho. Kukata tamaa kunafifisha mpango wa Mungu ndani mwangu. Lakini kuna wakati pia nimekuwa mtu wa kuwakatisha wengine tamaa tu katika mapambano yao na katika jitihada zao. Matokeo yake tunawarudisha wengine nyuma na kuwapoteza kabisa katika matumaini na imani yao. Huu ni ukoma kwa kuwa ninafifisha na unafifisha ndoto zangu na za wengine kufika pale Mungu alikusudia wafike. Huenda neno langu moja la kutia moyo na faraja lingemtoa mtu kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Huenda neno langu moja pia limeua kabisa ndoto za watu wengine. Yaweza kuwa ukoma wa wivu na vinyongo na visasi. Mara kwa mara nimekuwa mtu mwenye wivu, kuona uchungu juu ya baraka za Mungu kwa wengine. Kuona uchungu pale Mungu anapowainua na kuwabariki wengine kuliko mimi. Nimekuwa mtu wa vinyongo ninayetamani kulipiza visasi kwa kuwa wale ambao nyakati fulani wameniumiza, walionikwaza, walionitendea mabaya, ninataka kuwarudishia nami vile vile. Huenda ninasali kwa ajili ya mabaya na maanguko ya wengine. Tunapofungia moyoni mwetu vinyongo, wivu, chuki, hasira na roho ya kulipiza visasi, tunakufa ndani kwa ndani. Kama vile ukoma unavyokula taratibu kiungo kimoja baada ya kingine. Tunajivika mbawa nzito zinazotuzuia kuruka kuziendea baraka za Mungu. Jifunze kuachilia. Jifunze kuruhusu yapite. Acha moyo wako ukiwa na afya. Ukoma wa anasa pengine na starehe za dunia. Mwenyezi Mungu anatubariki katika mengi. Lakini starehe, anasa zinazokuwa zinaniangusha au zinakuangusha kufikia pale Mungu alipotaka ufike. Huenda mara nyingi nimetumia vibaya baraka za Mungu kwa anasa, kwa ulevi, kwa starehe. Na hivi vyote vinanikwamisha kutimiza kusudio la Mungu katika maisha yangu na kwa ajili ya wengine pia kupitia mimi. Sikumbuki familia, sikumbuki mipango ya maendeleo, sikumbuki kuweka akiba, sikumbuki kusaidia wengine na kadhalika. Huu ni ukoma. Muombe Yesu atuguse ili tutumie vyema baraka anazotujalia. Unaweza kuwa ni ukoma wa uzembe na uregevu. Mara kadhaa nimekuwa mzito katika mambo ya kiroho, kutopokea sakramenti za kanisa, kutoshiriki mambo ya kanisa, kutokusoma neno la Mungu, kukosa muda wa kusali na kukaa na Yesu, kukosa muda wa kukaa na familia yangu. Haya yote yamenitenga mbali na Mungu na nimeshindwa kujenga urafiki wa karibu naye. Umbali wangu na Mungu. Mara kadhaa nimekuwa mtu wa kuahirisha sana mambo. Nitafanya kesho. Kuungama, nitaungama kesho. Kufunga ndoa, tutafunga kesho. Kuhudhuria ibada za misa, nitakwenda kesho. Huu ni ugonjwa wa kufikiri kwamba bado nina muda mwingi na kusahau kuwa muda ni sasa na saa ya wokovu ni leo hii. Unaweza kuwa ukoma wa lawama. Huenda katika maisha yangu nimekuwa mtu wa kulalamika na kulaumu mara nyingi zaidi kuliko kushukuru. Kulaumu ni ishara ya ukosefu wa shukrani kwa Mungu, kushindwa kukaa na kutafakari
na kuona ni wapi Mungu amenitoa hata sasa. Ni mema mangapi Mungu amenitendea bila hata mastahili yangu. Tunaposhukuru tunaomba tena na tutapokea tena na tena. Tunapolaumu na kulalamika tunapoteza baraka za Mungu hata kwa yale machache ambayo alitubariki. Unaweza kuwa ni ukoma wa uchoyo. Mungu amenibariki kwa mambo mengi, kwa vipaji, kwa karama, kwa biashara nzuri, ajira nzuri, amani na utulivu katika familia, katika ndoa, katika mahusiano, upendo, furaha na kadhalika. Katika haya yote tuwe baraka pia kwa wengine. Tutumie baraka za Mungu kuwainua wengine, kuwapa moyo wengine, kuwasaidia maskini, kuwagusa wengine katika majeraha yao, kuwaponya wengine katika shida zao. Ninaposhikilia baraka za Mungu ili hali alinipa hayo yote ili niwe njia ya kuwafikishia wengine, huo ni ugonjwa mbaya. Fundisho la pili. Tunapotambua ukoma wetu, tunapaswa kumwendea mtu sahihi ili tupate uponyaji wa kweli. Naamani alipotambua kuwa alikuwa ni mkoma, hakuwaza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hakuwaza kwenda kwa manabii wa uongo waliokuwa wengi wakati ule, wala kwa watenda miujiza waliojiinua. Bali kwa kuambiwa habari juu ya mtu wa Mungu aliyekuwepo Samaria, yeye hakusita kumwendea ili apate uponyaji. Hali kadhalika wakoma hawa 10 wanafahamu mtu sahihi ambaye angeweza kuwagusa na kuwaponya, na wanamuita Yesu ili awarehemu. Ndugu mpendwa, huenda tunasumbuka sana na vilema, madhaifu na changamoto mbalimbali tunazopitia katika maisha yetu ya kila siku. Ni dhahiri kwamba kuna mambo mengi na magumu tunakutana nayo, ya kutisha, ya kukatisha tamaa na ya kuumiza. Je, tunafunga safari kwenda wapi? Katika haya yote ni wazi pia katika hali yetu ya kibinadamu kuna nyakati tunatafuta majibu ya gharama kubwa. Tunadharau nguvu ya sala, nguvu ya imani ndogo, hata kama punje ya haradali iliyo ndani mwetu. Tunatafuta majibu ya haraka na kusahau kwamba Mungu anajibu sala zetu kwa wakati wake. Ndugu mpendwa, suluhisho sahihi la changamoto zetu tunalipata iwapo tutakuwa tayari kumwendea mtu sahihi. Tutakuwa tayari kumwendea Bwana wetu Yesu Kristo, mponyaji wetu mkuu. Kristo amezaliwa katikati yetu ili kutuletea uponyaji wa kweli wa madhaifu na changamoto zetu mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Naamani alitambua kuwa Mungu wa Israeli ana nguvu na uweza. Hali kadhalika wakoma 10 walitambua nguvu ya Kristo. Uponyaji huu wa Naamani na wakoma 10 unatukumbusha kuwa Mungu ana uwezo na nguvu ya kubadili yote kuwa mapya kabisa. Ana uwezo wa kubadili huzuni zetu kuwa furaha kubwa. Ana uwezo wa kubadili unyonge wetu kuwa ujasiri na nguvu. Ana uwezo wa kubadili maanguko yetu kuwa hatua kuelekea ushindi mkubwa. Ana uwezo wa kubadili kabisa historia yetu. Fundisho la 3, ili tupokee uponyaji tunahitaji imani, unyenyekevu na utii kwa neno la Mungu. Katika simulizi la uponyaji wa Naamani tumeona namna alivyotii maagizo aliyopewa na nabii Elisha. Hayakuwa maagizo magumu, ni maagizo ya kawaida, rahisi kabisa ambayo hata Naamani mwenyewe alitaka kuyapuuza. Alipofuata maagizo kadiri ya neno la Elisha ambalo kimsingi ni neno la Mungu, Naamani anatakasika, anapona kabisa ukoma wake. Wakoma 10 hali kadhalika waliambiwa na Yesu waende kujionyesha kwa makuhani, na walipokuwa njiani wakatakasika. Katika matukio haya mawili hawakudaiwa chochote. Hawakudaiwa fedha, hawakudaiwa dhahabu, hawakupewa sharti lolote gumu. Walihitaji imani, utii na unyenyekevu. Ndugu mpendwa, ikiwa tunataka kupata uponyaji wa kweli, hatuna budi kuwa na imani ambayo kimsingi inaambatana na utii na unyenyekevu. Yesu anawaagiza wakoma kwenda kujionyesha kwa makuhani, na wakiwa njiani wanaponywa. Hali kadhalika Elia anamwagiza Naamani kwenda kujichovya katika Yordani. Akiisha kufanya hivyo anatakasika. Maagizo haya ni kipimo cha utii, ni kipimo cha unyenyekevu wao ili kupata uponyaji. Mara kadhaa tunaweza kumwomba Mungu atende kitu ndani mwetu. Tunaweza kusubiri pengine muujiza fulani Mungu autende. Lakini Mungu anasubiri pia utayari wetu, anasubiri utii na unyenyekevu wetu ili aweze kukamilisha huo muujiza katika maisha yetu. Ndugu mpendwa, Kristo anazungumza nasi kwa namna za kawaida kabisa. Anatubariki kwa namna mbalimbali hata ambazo hatuwezi kufahamu.
Wakati mwingine Mungu amebeba baraka zako sio kupitia watu wakubwa, kupitia watu wa kawaida kabisa ambao huwezi hata kutarajia. Amebeba baraka zako kupitia watu wadogo, huenda maskini tu, hata wasio na umuhimu. Mungu anaweza kubeba baraka zako kupitia mtu ambaye hata umekataa kumsamehe na kupatana naye, umemfungia vioo. Mungu amebeba baraka zako kupitia huyo. Naamani hakutarajia kama binti yule mdogo angeweza kumwelekeza kumwendea mtu wa Mungu. Nabii Elisha hali kadhalika hakutambulika sana katika nyumba ya mfalme. Hakuwa mtu maarufu, hakuwa mtu mkubwa. Kristo anakuja kwetu katika hali hiyo hiyo, hali ya udogo, hali ya unyenyekevu, akitutaka nasi pia tumpokee katika hali hiyo hiyo ya unyenyekevu na utii mkubwa. Maagizo yake si magumu, anatuambia yeye nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tuwe wanyenyekevu kwa imani, tutembee katika neno la Kristo, naye atatupa uponyaji wa kweli. Naamani alitembea katika neno la Elisha, wakoma walitembea katika neno la Kristo, nao wakapata uponyaji. Mungu anafanya kazi kwa wale walio wanyofu wa moyo na watii. Mungu akufungue moyo na akili yako, ukawe mtii kwa neno lake, ukatembee katika ahadi zake ili ukapate uponyaji wa kweli. Nyenyekea, tii ili ukutane na muujiza wa Mungu. Mlango una kufuli si kwa lengo la kutufungia sisi nje, bali ili tuwe na funguo sahihi na tuweze kuufungua. Funguo sahihi ya kufungua baraka, muujiza na uponyaji kutoka kwa Mungu ni imani, utii na unyenyekevu. Matokeo yake ni baraka na uzima. Fundisho la 4, kuwa watu wa shukrani kwa mema mengi anayotutendea Mungu. Naamani baada ya kuponyeka ugonjwa wake, baada ya kuponywa kutoka kwa Mungu, anarudi na kumwambia Mungu asante. Anatambua ya kuwa si kwa nguvu wala uweza wake, wala si kwa masteli yake anapokea uponyaji, bali Mungu ndiye aliyetenda hayo kupitia kwa mtumishi wake Elisha. Anarudi na kumwambia Mungu asante. Anakiri kwamba hakuna Mungu ila Mungu wa Israeli. Anakiri kuwa uponyaji wake si matokeo ya ujanja na nguvu zake, bali ni Mungu tu. Mkoma mmoja Msamaria kati ya wakoma 10 hali kadhalika ndiye aliyerudi kumpa Mungu sifa na utukufu. Lakini wengine 9 walidhani kuwa ilikuwa ni haki yao na kwamba walistahili. Walikosa moyo wa shukrani kwa Yesu. Ndugu mpendwa, kila mmoja akitazama kwa kina tangu Januari mpaka Disemba, Mwenyezi Mungu amembariki katika mengi. Anaona ana kila sababu ya kumwambia Mungu ninakushukuru. Kila siku ijayo kwa Mungu, tunapoamka wenye afya njema, bado tunapumua, tuna nguvu za kufanya kazi, ni wakati wa kumwambia Mungu ninakushukuru. Tunapomwambia Mungu asante, tunatambua na kukiri kwamba vyote tulivyo navyo vimetoka kwake. Sio matokeo ya nguvu zetu na juhudi zetu, bali ni Mungu tu. Mara kadhaa tumekuwa tukisali na kuomba kwa ajili ya nia zetu mbalimbali. Mara nyingine tunaweka mpaka ahadi kwa Mungu kwamba Mungu, ukinibariki katika nia yangu hii, sitaacha kamwe kukushukuru. Ukinibariki Mungu wangu nikapata hii kazi, sitaacha kukutolea sadaka ya shukrani. Ukiniponya katika maradhi haya, Mungu wangu sitakuacha kamwe. Ukiwabariki watoto wangu, Mungu, nitakutukuza milele. Ukinitoa katika mtihani huu mgumu, Mungu wangu, nitakushukuru milele na milele. Shida na changamoto zinatukumbusha kuwa Mungu ana nafasi, Mungu ana nguvu. Lakini Mungu anapotutendea huenda tunasahau. Anakuuliza leo, upo wapi? Haukutakaswa nawe pia? Je, ukuonekana kumpa Mungu utukufu na shukrani? Rudi, mwambie Mungu, ninatimiza ahadi yangu kwako. Ulinipa afya mwezi huu mzima, ninakushukuru. Ninakurudishia sifa, ninakurudishia shukrani na utukufu. Nipe afya tena kwa mwezi ujao, niweze kufanya kazi zangu vizuri na niweze kukurudishia tena sifa. Hivyo hivyo kwa mambo mengine yote, yawe mazuri, yawe mabaya, mshukuru Mwenyezi Mungu. Mara nyingi tunakumbushwa wajibu wetu huu wa kurudi na kumshukuru Mungu. Mara ngapi nimekuwa mgumu kutoa zaka kwa mfano, kumshukuru Mungu kwa baraka zake kwa mwezi mzima, mpaka nikumbushwe kwa semina, nikumbushwe kwa msisitizo, nikumbushwe kwenye makongamano, wakati ninaona na kushuhudia mema na makuu ambayo Mungu amenitendea. Zaka inatoka kwa masharti makubwa
wakati wema wa Mungu amenipa bure kabisa. Rudi, mwambie Mungu nimekuja kusema asante. Naomba endelea kunibariki tena. Endelea kufungua milango ya baraka kwa ajili yangu na familia yangu. Kristo atatubariki zaidi na zaidi. Fundisho la 5, tuwalete wengine kwa Kristo ili wapate uponyaji. Katika somo la kwanza tumesikia huyu mtumwa mmoja kijana mwanamke kutoka Israeli aliyekuwa akimhudumia mkewe Naamani, anamsaidia Naamani kupelekwa kwa Elisha ili apate uponyaji. Anasema, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Anamsaidia Naamani kuendea uponyaji. Ndugu mpendwa, wa maisha yetu ya kila siku, wapo wengi kati yetu ambao wametusaidia au wamesaidia wengine kutambua udhaifu wao na kuendea tiba sahihi ya kiroho na ya kimwili. Wapo walioona wenzao wakikata tamaa katika familia, katika kazi, katika wito, na kusema kama huyu mtumwa kwamba laiti mume wangu au mke wangu au watoto wangu au jirani zangu au padre mwenzangu au mtawa mwenzangu au mwanajumuiya mwenzetu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Tumewasaidiaje wenzetu kuendea uponyaji? Au nimemwagizia kwenda kwa mitume na manabii, kwenda kwa waganga wa kienyeji ili hali najua kabisa tiba ya kweli ipo kwa Yesu? Je, nimewashauri na kuwashawishi watu mara ngapi katika mwaka huu kwenda kukanyaga mafuta, kwenda kunywa maji ya upako badala ya kuwaleta kwa Yesu Ekaristi? Tumombe Yesu atupe nguvu ya kuwaleta wenzetu kwa Yesu ili wapate uponyaji sahihi. Baraka za Mungu zinatolewa bure kabisa. Nabii Elia anatuthibitishia hilo kwa kukataa kupokea fedha kutoka kwa Naamani. Mwenyezi Mungu ametupa neema na baraka zake zote bure ili zitufae kuupata uzima wa milele. Somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 aya 8 hadi 13. Katika somo hili la pili Mtume Paulo anatufundisha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, anatufundisha tushukuru katika hali zote. Yeye anamshukuru Mungu sio kwa mafanikio tu, bali anamshukuru Mungu hata kwa changamoto alizokutana nazo katika kazi yake ya kueneza Injili. Kumbe nyakati za mateso zipo, ndio gharama ya ufuasi wetu, lakini katika hayo yote tumtazame Kristo aliyeshinda. Jambo la pili, anatukumbusha nguvu ya neno la Mungu, kwamba mambo mengine yanaweza kufungwa, lakini neno la Mungu lina nguvu. Halifungwi na mtu, halifungwi na hali, halifungwi na nyakati. Tuwe watii kwa neno hilo, kwa kuwa linatunenea daima baraka. Neno la Mungu halirudi bure iwapo tunalitii na kuwa wanyenyekevu na kulisikiliza na kuliishi. Linakuja na baraka, linakuja na miujiza, linakuja na uponyaji. Jambo la mwisho, Paulo anampa matumaini Timotheo kwamba awe mvumilivu, kwa kuwa mateso na changamoto haziwezi kuondoa lengo na dhumuni la Mungu la ukombozi juu yetu. Ninawatakia nyote Dominika njema ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Leo alileta tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane